Bwana Yesu asifiwe sana mpendwa. Nikushukuru wewe ambaye Mungu amekupa neema na kibali ya kuanza na Bwana. Unapoanza na Bwana ni kwamba unaitengeneza siku yako iwe nzuri. Ni namna gani ambavyo wewe unaiamuru asubuhi yako? Tunaendelea somo letu ambalo tulijifunza kwa habari ya mtumishi wa Mungu Zakaria. Tuliona siku ya jana kwamba Zakaria naye alipita kwenye magumu. Kumbe hii inaonyesha kwamba hata watumishi wa Mungu wanapita kwenye magumu. Hata hao nao waona matajiri wenye fedha zao wenye uwezo wanapita kwenye magumu. Hata serikali inapita kwenye magumu. Hata rais wa nchi anapita kwenye magumu. Unapopita kwenye magumu, tumaini letu kuu ni Mungu peke yake. Na pale ambapo unaona kabisa unakata tamaa, mwite Mungu, yeye atafanya njia. Ukisoma kitabu cha Luka ambayo tunaendelea nayo sura ya 1 mstari wa 8 na kuendelea, unaona jinsi gani ambavyo mtumishi wa Mungu Zakaria alikuwa amepitia kwenye magumu. Haijalishi alikuwa anafanya kazi karibu. Kwa ujumbe wa leo nayo kuja kwako ni kwamba Yesu amekuja kututendea mema. Ukisoma Luka 1:48 hadi 51 inaonyesha jinsi gani ambavyo ukisoma pale inaonyesha jinsi gani ambavyo kwenye mstari wa 48 ukianzia mstari wa 45 naona jinsi gani ambavyo heri aliyesadiki, kwa maana yatatimizwa yaliyoambiwa na Bwana. Mariamu akasema moyoni mwangu, amemridhisha Bwana, na roho yangu imemfurahia Mungu Mwokozi wangu, kwa kuwa ameutazama unyonge wa mjakazi wake. Kwa maana atazama, tokea sasa vizazi vyote wataniita mbarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo inaonyesha jinsi gani ambavyo watu hawa Yesu alipokuja, alikuja kwa ajili yao. Alikuja kwa ajili ambao wameachwa kando. Alikuja kwa ajili ya watu ambao hawawezi. Alikuja kwa ajili ambao wameshakata tamaa, wamerudi nyuma. Alikuja kwa ajili yao. Kwa hiyo ukisoma hiyo Luka 1:48 utaona jinsi gani ambavyo Yesu alipokuja kwa yule mwanamke ambaye hakutarajia miujiza kwenye maisha yake. Ndio maana kwenye mstari 48 anasema kwamba kwa kuwa ameutazama unyonge wangu. Kwa hiyo nikutie moyo unapoanza na Bwana asubuhi ya leo. Yesu anaujua unyonge wako. Hebu mshirikishe unyonge wako akutendee. Jambo lingine ni kwamba Yesu amekuja kukutendea mema mwisho pale ambapo unaona haiwezekani. Kwa hiyo Yesu aangalii kwamba umelalaje, umeamkaje. Yesu ni Mungu, ni Yesu ambaye anatenda miujiza, ambaye akikuangalia aangalie umepitia changamoto gani. Kwa alipoona changamoto ya yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12, ukisoma Marko 5 sura 25 unaona jinsi gani ambavyo yule mwanamke alikuwa ameshakata tamaa. Na ukisoma Biblia inasema kwamba alikuwa inafikia hatua ambapo aligharamia vitu vyake alivyokuwa navyo. Alienda kwa matibabu, kwa madaktari, alienda kwa famasi zote, na hisi kwamba famasi zote alikuwa anachukua zile vitu vya kujisitiri, lakini hali yake bado ilikuwa mbaya zaidi. Lakini angalia siku alipoanza kwamba leo naanza na Bwana. Alipoanza na Bwana, alipoenda kwa Mungu akamwambia, leo nikigusa vazi la Yesu hakika tatizo langu litaisha. Kwa imani ukisoma kwenye hiyo Luka unaona ndio maana Mariamu anasema kwamba hivi ndivyo Mungu alivyoutazama unyonge wangu. Kwa hiyo nikutie moyo asubuhi ya leo, msikilizaji wangu, ya kwamba unyonge ulionao Yesu anautazama. Changamoto ulionao Yesu anauona. Yule mwanamke alipogusa vazi la Yesu tatizo lake lilikuwa. Na kushauri mpendwa mwenzangu, naomba leo uguse Yesu kwa imani. Ishu yako itaisha. Na Mungu akimpendeza yeye, hakuna kinachoshindikana. Haijalishi watu watasema nini. Haijalishi kwamba unaona haiwezekani, lakini yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Ukisoma kitabu cha Ibrania 11 mstari wa 1, Biblia inasema kwamba imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Kwa hiyo pale ambapo unaona kwamba haiwezekani, wewe amini kwamba hii itakuwa. Amini hapo utatoboa. Hata kama unaona kwamba ni ngumu kuamini, lakini wewe amini kwamba inawezekana. Kama iliwezekana kwa wengine, hata kwako inawezekana. Nikutie moyo asubuhi ya leo. Anza na Bwana. Shirikishe Mungu wahitaji Mungu, naye atafanya kwa wakati. Na kama uko tayari, nitaomba na wewe. Mungu, ninakushukuru kwa sababu ni mwema. Asante kwa mtoto wako huyu aliyesikiliza ujumbe. Wewe ni Mungu uliyekuja kutazama unyonge wanaokulia usiku na mchana, na unatenda kwa ajili yao.
Mungu ulipomtendea yule mwanamke aliyetokwa na damu miaka 12, alipokuja kwako kwa unyonge aliyokuwa nayo, haijalishi alikuwa ananuka, haijalishi alikuwa ni najisi katikati ya watu, haijalishi kama alikuwa anaogopa hata kuwasugulia watu, lakini Yesu uliponyosha mkono, tatizo lake liliisha. Namwombea huyo ndugu, tatizo lake likaishi na kukoma katika jina la Yesu. Kama ni kwenye biashara, akapokea upenyo kwa jina la Yesu. Kama ni kwenye ndoa, akapokea amani kwa jina la Yesu. Kama ni kwenye ajira, Mungu akapate ajira kwa jina la Yesu. Kama ni kwenye hali yoyote anayokuhitaji wewe, ninaomba ukahusike naye. Ninaomba hayo nikiamini katika jina la Mungu Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu, ninaomba na kushukuru. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana na uwe na siku njema. Amen.